Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha katika siku ya leo ambayo tuna somo zuri, somo linalosema uhusiano wa kikazi. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amina. Baba yetu na Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi ya pekee umetujalia ili tuje tujifunze. Unapotufundisha tunaomba utujalie usikivu, na huyu rafiki yetu anayetutazama huyu naye Baba usimwache. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Jana tulikuwa hapa na somo wazazi na watoto. Au kuwepo? Lakini kama ungekuwepo ungesema nini hapo? Au kukazia kukumbushia hapo? Kweli wazazi kwanza wanamwakilisha Mungu kwa watoto. Sawa. Na Mungu amewapa watoto wazazi ili wajue namna ya kumtii. Kwa hiyo wanapowatii wazazi wanajifunza namna ya kumtii Mungu. Amina. Hapa tunaendelea kuzungumzia habari ya kuishi pamoja sisi kwa sisi. Na masomo yaliyopita mawili jana juzi yanaonyesha kabisa sisi kwa sisi ni sawa lakini sio sawa. Kuna hierarchy, kuna madaraja. Mwanaume yuko juu ya mwanamke. Ndio. Mzazi yuko juu ya mtoto. Na leo tunaanza kuangalia bwana yuko juu ya watumishi. Ila kwa masomo yaliyopita hawa wawili wanaweza kukaa pamoja tena kwa uzuri kabisa. Kila mmoja anapopita barabara yake, lakini wanakutana katika pendo. Sasa hayo mengine tushazungumza, leo tuzungumzie zaidi kuhusiana na uhusiano wa kikazi, bwana na mtumishi, wa Kolosai 3:22 mpaka 25 na wa Kolosai 4 mstari wa kwanza. Naam. 22. Ninyi watumwa matiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Sawa. Mnamtumikia Bwana Kristo, maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Ninyi akina bwana, wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi mna Bwana mbinguni. Amina. Hii lugha ya watumwa mabwana ni kama ina ukakasi kidogo siku zetu la leo. Bado watumwa tunao. Ili fungu linatuhusu. Kwani utumwa bado upo? Leo hii tunaweza tukasema ni wafanyakazi. Wafanyakazi wako. Lakini ndio picha ile ile ya bwana na mtumwa. Hili neno la utumwa limechukua na sura mbaya kidogo kwa sababu ya huu utumwa wa karne ya 19 hapo. Wazungu walipokuwa wanachukua kwa nguvu wananunua watumwa kutoka Afrika ambao wamechukuliwa kwa nguvu bila ridhaa yao kwenda kufanya kwenye mishoni mashamba huko Warabuni, huko Amerika na kadhalika. Zamani hizo utumwa hata kwenye Biblia ipo. Kwenye ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 15 mstari 12, ukisoma mambo ya Walawi, maelekezo yanatajwa kabisa. Yaani wanatambuliwa. Na watumwa leo tungeweza kusema kama wafanyakazi kama nilivyosema. Na mtu anaweza akajiuza mwenyewe kwa sababu madeni, akakubali kwa ajili ya kulipia deni afanye kazi. Ni mtumwa yule. Lakini ilikuwa ni kama mfanyakazi. Sasa twende kwenye habari ya namna tunavyoishi pamoja watumwa mabosi. Leo tungesema mabosi na wafanyakazi wao. Tuanze na wafanyakazi. Mbona ripoti saa 2 ndio unatakiwa kuripoti?
unatakiwa ufanye kazi masaa 8. Unatakiwa ulipe mshahara baada ya kazi yako. Umesoma, una CV, umeingia kazini. Wewe ni mfanya kazi, wewe ni mtumishi. Unafanyia kazi kampuni ya huyo bwana au unamfanyia Bwana aliyeko juu mbinguni? Chagua. Unafanyia kampuni. Ndio nasoma katika Wakolosai. Ndio na mimi nimejibu hivyo kwa sababu tumeambiwa kwamba tunawafanyia kwa kuwa na wao wana Bwana mbinguni. Sasa sikiliza. Hapa tusije tukachanganya mafaili. Wakolosai 3 anasema 22 tuliyosoma, ninyi watumwa watiini hawa ambao kwa mwili ni bwana zenu. Unatakiwa kumtii bwana wako, bosi, tena umtetemekee. Wanaostahili heshima wapatie heshima. Unamtii bosi, ila moyoni ujue kwamba ni katika Bwana. Haufanyi ili tu upate mshahara, ila umpendeze yule Bwana wa mbinguni. Maana Bwana ndio amekupa huyo Bwana akupe mshahara. Usimeomba utupe leo riziki yetu. Amekupa kazi. Kwa hiyo kumbe ukimtumikia huyu umemtumikia wa juu. Kwa hiyo wewe unatakiwa, unasema, mimi nasema ungejibu wote. Ila ujue nao kuna hierarchy, kuna daraja. Huyu wa chini ni msimamizi tu wa mali ya Mungu na umepewa naye akusimamie na wewe, ila yupo aliye juu. Lakini vipi, unaonaje? Hiyo ndio attitude tulionayo tunapoenda kazini? Hapana. Huo mtazamo tunaenda kazini. Mtazamo tulionao niende nipate mkate wa kila siku, nifanye mambo yangu basi. Alafu unafanya kazi akiwepo pale wa kukusimamia. Au kama bosi anaona. Asipoona unarudi kwenye simu na chat. Unamwibia muda, nguvu humpatii za kutosha, bidii haifanyi za kutosha. Ila sasa wakati huo unajisahau kwamba yupo aonaye juu. Alafu Mungu anasema, wewe unataka nikubariki, unaacha kumbariki mtumishi wangu au bosi wako, alafu unategemea mimi nitakubariki. Kwa hiyo Mungu yuko na bosi, kwa hiyo ambaye anaona unaamka saa ngapi. Na ukiwa kazini unaweza kuwa umeripoti on time kweli, lakini kazini uko unapiga au unafanya kazi zako, yupo aliyeko. Alafu sasa vipi on positive side, vipi inatia moyo kiasi gani au inatia hamasa kiasi gani unapojua unafanya kazi ya Mungu? Kuna watu wengine wanasema mimi naacha kazi, nataka nifanye kazi ya Mungu. Eti uchungaji ndio kazi ya Mungu? Je, kazi ya migodi inaweza kuwa kazi ya Mungu kwa mtindo kama huu? Sana. Kwa mtindo huu ni kazi ya Mungu. Nafanya kazi kule posta, naweza kuwa unafanya kazi ya Mungu pale? Ndio. Katika Bwana. Katika Bwana. Haleluya. Amina. Alafu anasema inalipa ilipi? Anasema eti mkijua mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Hii ni zaidi ya mshahara. Kumbe ukifanya kwa uaminifu kuna ujira wa urithi. Na unajua urithi wa watakatifu. Wewe utaambiwa vema, mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, ingia katika, unajua urithi wenyewe unasema katika furaha. Amina. Ulioandaliwa na Bwana. Sasa twende kwa habari ya mabosi wenyewe. Wewe ni bosi, sio bosi? Umeajiriwa au umejiajiri? Mimi sio bosi. Wewe ni bosi bwana. Haya. Pale nyumbani hauna mtu wa kukusaidia, hata kama sasa hivi hauna, kesho unaweza kuweka. Wewe ni bosi tayari. Aidha umemweka mtu dukani pale, au wewe ni bosi tayari. Hili linakuhusuje sasa? Wewe kama ni bosi, uwatendeaje watu wako? Anasema Bwana, angalizo, mpe haki yake, usimvushe. Anasema justice delayed is justice denied. Haki iliyocheleweshwa ni haki iliyokataliwa. Maana ungenipa wakati ule ingenisaidia. Nitakupa, chukua kwanza hizi kidogo, nitakupa. Mpatie ujira. Na anasema
mkijua kuwa nanyi mna Bwana mbinguni. Sio kwamba ninakumiliki wewe, ukitaka ondoka hapa. Unaona Bwana mbinguni atakuangalia, je, unatoa haki? Amina. Ila mimi nachokiona pia watumishi wanahitaji zaidi ya ile pesa ile unaowapatia mwishoni. Wanahitaji kutambuliwa, wanahitaji maneno ya kuatia nguvu, kama Bwana anavyotufanyia pia. Unajua Yesu ni Bwana wetu, anatutia nguvu, anatupa Roho Mtakatifu, anatupa zana za kufanyia kazi, anatupa talanta, anatupa. Kwa hiyo na wewe kama ni bosi unamwezesha mtu afanye kazi yake uliyompatia. Umwambie tu ufanya kazi afu umsaidie hata kwa kidole. Unamwambia wewe fanya, mbona hujafanya hivi? Hata uulizi kwa nini ameshindwa kufanya. Yupo Bwana mbinguni anaangalia yote hayo. Sio kama mnyampala wa Misri kwa watu wa Mungu. Mungu akisikia kilio atakuja. Bwana yuko mbinguni anasikia vilio vya watumishi. Kwa tuseme amina. Tuseme amina. Uhusiano wa kikazi nimegundua kwamba sio tu kati yetu na wafanyakazi. Ukiwa bosi unamwakilisha Mungu. Bwana anafanya kazi na sisi na ndio bosi mkuu. Na unapokuwa mfanyakazi umfanyii bosi, unafanya kwa Bwana. Amen. Kumbe tukiwa na akili kwamba sio hawa ndio tunawafanyia kazi, tunaweza tukafanya kazi nzuri sana. Amen. Kwa hiyo sasa tunaondoka kwamba kumbe hata ukiajiriwa umfanyie huyo mwajiri wako. Amen. Unamfanyia Bwana. Amina. Mungu atubariki sana. Tuombe. Rafiki yangu, mtumishi wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umetuweka katika nafasi mbalimbali. Baba, tunawaleta kwako wote uliowapatia makampuni ya kuajili watu kwa kuwasimamia. Wapatie hofu ya kutambua uliowapatia ni vyombo vyako na wanapaswa kuwatendea haki kwa neno na kwa tendo. Na ikiwa kama kuna mtu yeyote amefanya isivyo sahihi, kamsahihishe, kamsamee na kamfundishe kufanya vizuri zaidi. Lakini pia na wale watumishi, iwe ni serikalini, iwe ni kwenye makampuni binafsi, iwe ni shambani, iwe ni nyumbani, kawapatie hofu yako, ili Baba wakapate sio tu mshahara wanaostahili, riziki za kila siku, lakini hata ule urithi uliowaandalia watumishi wote ambao wanakutumikia katika nafasi mbalimbali ulizowapatia. Mpaka wakati huo ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho wa somo letu kwa siku ya leo. Amen. Tuna somo zuri siku ya kesho. Tunashauriana kuombeana. Ombea. Basi mimi Geoffrey Omondi na mimi ni Enos Makalindile. Tukutane siku ya kesho. Amen.